Jioni ya leo Februari 19, 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Chikongola tumeshuhudia mchezo wa pili wa Nanauka CRDB Cup. Hapo ulikuwa umekutanisha timu za Likonde FC dhidi ya Soko Kuu Mtwara na Likonde wakiibuka na ushindi wa mabao 2-1. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, tumezungumza na wachezaji pamoja na walimu pande zote mbili wakieleza hisia zao juu ya namna dakika 90 walivyoziona uwanjani. Majina naitwa Shomali Rajabu Ismail, ni captain wa timu ya Likombe. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo salama. Nashukuru kwa kupata pointi 3 na magoli 2. Kwa hilo nashukuru Mungu. Ina maana kubwa sana na tunahitaji support yao kuanzia leo na mechi zijazo. Maana kupata pointi 3 ni kitu kigumu sana na kitu cha furaha kwa mashabiki wetu. Malengo yetu haswa ni kuchukua ubingwa. Ndio malengo yetu makubwa sana. Rashid Ismail Rashid almaarufu Rashid New au Conte nikiwa kiwanjani. Kwa matokeo ya leo, jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilimuomba anisaidia kwenye mchezo wangu wa kwanza niongoze kwenye dakika zote 90 na ndio kitu ambacho amenifanyia. Kwa hiyo sina la zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo haukuwa rahisi kwa sababu moja ni mchezo wetu wa kwanza, alafu pili hatujakutana muda mrefu mazoezini kwa sababu tuna siku 3, siku ya 4 tunaenda kwenye mchezo na ndio ugumu ambao umenipa kwenye uwanja. Maana yake naamini hata wao wenyewe wameliona, kwa wachezaji wameliona kwamba mkosa pumzi ya kushindana, kubishana, kufanyaje, lakini skills, akili, yale maelekezo ambayo tumepeana kwenye uwanja wa mazoezi ndio vitu ambavyo wamefanyia kazi na wamefanikisha kupata matokeo. Sisi malengo yetu, au unaposikia sauti hii, malengo yake ni ubingwa tu na sio kushiriki na sio vinginevyo. Na imani ili uwe bingwa inatakiwa wote wafunge. Kwa mechi hizi 5 mimi zote nashinda. Sijui naelewa vizuri. Kwa hiyo yote najiamini kwa yoyote yule aliyokuwa mbele yangu, sio hawa tu. Nitampiga yote atakaye kuja mbele. Naitwa Hassan Asmani Makande, ni kocha mkuu wa timu ya Soko Kuu Mtwara. Darasa kwanza ni kikosi. Kikosi ni kipya, maana kikosi chenyewe kama unavyoelewa. Lakini na imani kwamba hatukuzidiwa. Ni sehemu tu ndogo tumeadhibiwa goli, lakini kimchezo maana hatukuzidiwa. Kimchezo hatukuzidiwa kabisa. Soko Kuu nadhani kwamba wenyewe wana Soko Kuu wameangalia mchezo, na pia naomba mashabiki wao wavumilivu. Kufuata mchezo ujao basi tutajitahidi kuangalia wapi tulikosea, turekebishe wapi, basi tuweze kuvuna pointi 3 zijazo. Kadhalika tumezungumza na mashabiki ambao wamejitokeza katika uwanja huu ambao wamemshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuanzisha michuano hii. Abdurazaki maarufu Nzonzi, si ndio? Wetu Mtwara kiufupi ulipoa sana kwenye swala nzima la soka, si ndio? Ukizingatia sasa hivi tuna timu ya ligi kuu mkoani Mtwara, kwa hiyo kisoka kwa upande wetu kidogo tupo chini. Kwa hiyo hivi kidogo tunamshukuru mheshimiwa waziri ameuchangamsha mji, afu ushakuwa mtoko sasa hivi, ndio mpira tunasema ni mtoko. Inafika time watu tumeshamaliza michezo yetu, jioni tunakuja hapa tunamaliza mtoko, kwa sababu mpaka kuisha mpira na maana muda wa iftar unakuwa tayari, ndio. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nasema kwamba mashindano nimeyapokea poa, mashindano mazuri. Waziri nampongeza sana, vitu kama hivi ndio tunavihitaji vijana, kwa sababu vijana tunakutana sehemu kama hizi. Huwezi amini leo nimekutana na watu ambao mara mwisho kukutana nao sikumbuki, ila hapa tumekutana tumepiga story, nimerefresh, ndio. Kwa hiyo kwa upande wangu mashindano nimeyapokea poa. Natamani aendelee kuongeza kesho na kesho kutwa, ili mradi tuendelee kuenjoy. Majina naitwa Godwin Afrika, ni shabiki wa Likombe FC. Nimeyapokea kwa furaha kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni timu ya mtaani. Nimefurahi sana na namshukuru sana mbunge wa Mtwara mjini kwa kuanzisha hii ligi, na wakutanisha vijana, na kwa kweli wanafurahi. Tunaona watu wanazidi kuongezeka hapa kushuhudia mchuano huu. Tunashukuru sana. Ratibu wa mashindano haya Bwana Fudi Faso ameeleza ratiba nzima jinsi itakavyochezeshwa mashindano haya. Anaitwa Fudi Faso, ni mratibu wa mashindano ya Nanauka CRDB Cup 2026 ambayo yameanza rasmi tarehe 15 mwezi wa pili 2026 baada ya kuzinduliwa na mheshimiwa waziri, mbunge pia wa jimbo la Mtwara Manispaa. Mashindano haya yanahusisha timu 8, kwa maana timu ya Chipuputa ambayo kwa jina jingine Mkanaredi, Naliendele, soko la Chuno, soko la Kiangu, soko kubwa la Mtwara Manispaa, lakini soko la Mikindani pamoja na soko la Feri, timu 8. Na timu hizi tumezigawa katika makundi mawili. Kila kundi inahusisha timu 4, na katika kila kundi timu 2 zinapata nafasi ya kufuzu kwenda hatua nusu finali. Na mashindano haya tunatarajia kuendeshwa kwa muda wa takribani wa siku 25 mpaka 26. Kwa hiyo leo ni mechi ya pili kati ya
zile mechi ambazo tuko nazo. Tulianza na mechi ya kwanza ya ufunguzi kati ya Naliendele dhidi ya Beach Boys. Beach Boys wakaondoka na ushindi wa bao 2 pasipo na majibu, lakini leo kulikuwa na mchezo kati ya Likombe dhidi ya Soko Kuu Mtwara na Likombe wamebuka na ushindi wa mabao 2-1, na kesho ligi hii itaendelea pia katika uwanja huu wa shule ya msingi Chikongola kwa timu kutoka Mikindani watakapocheza dhidi ya Mkanaledi au Chipuputa Boys. Nafikiri hiyo ndio ratiba ambayo tuko nayo ya mashindano haya na Nauka CRDB Cup. Kituo ni kimoja tu, shule ya msingi Chikongola, na hapa tulipo nyuma yako ndio uwanja wa shule ya msingi Chikongola, na tutaendelea kucheza hapa. Labda mchezo wa finali tukiona kama kuna ulazima huo tunaweza kuangalia wakati wa utaratibu mwingine, lakini mpaka sasa uwanja ambao tunaotumia ni huu wa shule ya msingi Chikongola. Hakuna taarifa nyingine ya kutumia uwanja mwingine tofauti na huu. Labda kama mheshimiwa mhusika na mamlaka na maprotokali mchezo wa finali kama wataona kuna ulazima wa kuhamisha kwenda sehemu nyingine, lakini mashindano yote kwa hatua ya makundi, nusu finali, mshindi wa 3 utatumika katika uwanja huu wa shule ya msingi Chikongola. Toka hapa katika dimba la shule ya msingi Chikongola, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.